Leo tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam mbele ya Jaji Mbagwa kulikuwa na kesi ndogo ya maombi ya zuio ambayo imewasilishwa na Said Issa Mohamed na Mohamed Rashid Hamis dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Walikuwa wanaomba zuio kwamba Chadema ikatazwe kama kutumia mali zake, alafu vile vile katibu mkuu na bodi ya wadhamini wazuiwe kufanya shughuli za kisiasa, ni kama ilivyokuwa imefanyika vile mwaka jana. Sasa kwa upande wetu tuliwasilisha tarehe 2 ya mwezi huu wa 7 mwaka 2026 viapo pinzani vya mwenyekiti wa bodi ya katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na wale wajumbe wa bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo waliwasilisha viapo vyao, na upande wa pili tulikuwa tumewapatia. Leo mbele ya Jaji Mwanga wameomba kwa Jaji Mbagwa wameomba ruhusa ya siku 7 ya kuweza kuwasilisha majibu juu ya hicho kiapo pinzani, ambayo mahakama imewakubalia kwamba itakuwa wamepewa siku 7, watatakiwa kuwasilisha majibu yao tarehe 13 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Na vile vile kwa wameomba kwamba basi kutokana na mapingamizi haya yalivyo na ukweli kwamba sisi vile vile tumeshawasilisha notisi ya rufaa katika mahakama ya rufaa ya Tanzania, tukisema kwamba ile shauri la kwanza ambalo liliondolewa ile namba 8323/2026 kwamba tumelikatia rufaa tukiwa turidhishwi na jinsi ambavyo jaji akulifukuza moja kwa moja baada alilifuta na kutupatia gharama. Tukasema kwamba hiyo basi ina mguso wa moja kwa moja kuhusiana na kesi ambayo hii mpya ambayo iko hapo mahakamani. Ikaonekana kwamba basi hivyo ya mapingamizi hayo ambayo tumeyaweka basi yasikilizwe kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba tumepewa siku 10 kwa upande wetu sisi ambao tuna wajibu maombi, tumepewa siku 10 za kuwasilisha hoja zetu za kwa nini tutafikiri mapingamizi ambayo tumeyaweka yana msingi, na wao wamesema tukiwapatia ndani ya muda wataweza kutujibu ndani ya siku 7, na sisi tukasema kwamba tunaomba vile vile tupate haki ya kuweza kuyajibu hayo majibu yao. Kwa hiyo mwisho wa siku mahakama imeamua mambo yafuatayo. Maombi yetu ya kuwasilisha maelezo kwa njia ya maandishi juu ya mapingamizi yamekubaliwa, tumepewa siku 10 hapa mpaka tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Upande wa pili wao wameomba siku 7, kwa hiyo watakiwa wajibu tarehe 23 ya mwezi wa 7 2026, na sisi vile tumepewa siku 7 nyingine za kuweza kujibu kwamba majibu yetu juu ya yale maelezo yao ambayo tutakuwa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 26. Sasa mahakama itakutana na sisi kujua kama tumetekeleza hizo amri kwa ukamilifu mnamo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 saa 5 asubuhi. Asante.